Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi kwa njia ya mtandao mnamo Aprili 28 kuhusu hoja za pingamizi za mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhini, ambapo upande wa Jamhuri kupitia wakili wa serikali mwandamizi Jobu Mrema umesema kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya Lissu kusomewa maelezo ya awali. Aidha, wakati kesi hiyo ikiendelea, Lissu anadaiwa kutoonekana mtandaoni baada ya kugoma kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao, ambapo upande wa Jamhuri kupitia wakili Mrema ulipouliza mbona mshtakiwa Lissu haonekani mtandaoni, hakimu Mhini alimtaka askari magereza ajibu, ambapo alisema kwamba Lissu amegoma kusomewa maelezo ya awali kwa njia ya mtandao. Lissu anatetewa na jopo la mawakili 31 wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki ambaye aliungana na Alute Mugwai, Peter Kibatala na Jeremia Ntobesia kuwasilisha mapingamizi. Miongoni mwa hoja kuu za mapingamizi hayo ni kwamba wanapinga utaratibu wa kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, huku akitaka mtuhumiwa afikishwe mahakamani ili asomewe maelezo ya awali lazima upande wa Jamhuri, utetezi na mtuhumiwa wawepo mahakamani sambamba na mtuhumiwa kusaini karatasi ya maelezo. Kutokana na hatua hiyo, hakimu Mhini ameahirisha kesi hiyo hadi Aprili 28 kwa ajili ya kutoa uamuzi wa mapingamizi yao ya utetezi kwa njia ya mtandao ili kuona kama kesi hiyo isikilizwe kwa mtandao ama mshtakiwa afikishwe mahakamani. Na licha ya kesi hiyo ya uchochezi kuahirishwa kwa sasa, kesi nyingine ya uhaini inayomkabili Lissu inaendelea kusikilizwa.